Togora, wewe ni kijana mwenye future. Karibuni kwenye kipindi chetu cha Kijamvi Salama, kipindi ambacho kinakwenda kuangazia mitindo ya maisha ya vijana wa Tanga kwenye maeneo yao, kipindi ambacho kitapita na kugusa na kuangalia ni jinsi gani maisha ya vijana yanakwenda. Ni mahali ambapo tutakutana kuangalia ni kwa namna gani vijana wanaweza kupata ustawi hapo alipo, kwa namna ambayo jamii inaweza ikafacilitate vijana kufika kule wanapotakiwa. Na kipindi chetu kinakwenda kwenye malengo makubwa mawili. Cha kwanza ni kuweka maana ya maisha kamili ya kijana, kwa sababu tunasema vijana wetu wa Tanga ni vijana wenye future. Future yao ni ipi? Future yao inapikiwa namna gani? Lakini kikubwa ni kuleta awareness kwa jamii. Ni namna gani maisha ya vijana yanakwenda kwa mtindo wao, kwa umri wao, kwa mitazamo yao na matokeo yao. Na katika hiki kipindi tutakwenda kuangalia ni namna gani maisha ya vijana yanaingia kwenye changamoto, hasa tukiangalia changamoto ya afya ya akili, tukiangalia afya ya uzazi, na pia tukiangalia matumizi ya madawa ya kulevya. Na tutapata nafasi ya kuweza kuwaunganisha vijana, au tukakutana na watu tofauti ambao wataweza kutupa mitazamo iliyo sahihi katika maisha, ni namna gani wa vijana wanaweza kwenda, na ni namna gani tunaweza kutengeneza ustawi wa kijana mwenye future. Kipindi hiki kinakuja kwa kusimamiwa na mradi wa Tanga Yetu na kikiendeshwa na Afya Check. Tukianza kwenye kipindi chetu cha kwanza, tunakwenda kuangalia maana kamili ya Kijamvi Salama. Lakini leo tunataka tuangalie mwanzo. Tulikuwa na starehe za Tanga, starehe zenye heshima, starehe zenye kupendeza, lakini hatujui ni nini kimetokea hapo katikati. Tumetoka kwenye starehe zenye kufurahisha, tumekwenda kwenye starehe zenye balaa, na huko ndiko ambako maisha ya vijana yanakwenda kupata tafaruku. Kwa hiyo kwenye kipindi hiki cha leo tumekutana na waanzilishi wa starehe za Tanga. Kwanza tunaye Bwana Bazoka. Bwana Bazoka yeye ndio mwanzilishi wa Baikoko. Baikoko yenye staha, Baikoko hiyo ya chimbuko. Karibu Bwana Bazoka. Asante. Asante. Tuko hapa na Bwana Bahero ambaye mama yake ndio alikuwa mwanzilishi wa Msanja. Enzi hizo Msanja unachezwa. Tutamsikia, atakuja kutuambia. Lakini katika hili tumeleta na watu ambao wana mitazamo ya pamoja. Tutakutana na MC Aisha. Yeye ni maarufu sana kwa sababu anajua hizi lifestyle za vijana na maisha. Na pia baadaye tutajiunga na ndugu yetu Kiza ambaye ni mwanzilishi wa Tanga Modern Taarab. Mimi naitwa Aunty Sadaka. Vijana wengi wamezoea kuniita Aunty Sadaka, na siku hizi naitwa Bibi Sadaka. Leo tunaangalia kijamvi balaa. Lakini naamini tangu mwanzo hatukuwa na mawazo ya kutengeneza balaa. Sasa hebu tuambie Bwana Bahero, wakati mama anaanzisha Msanja na wewe ukiwa mdogo unapiga ngoma, nini ilikuwa nia ya mama? Mimi mamangu ni Mwanabakari. Yeye ni mzaliwa wa Tawalani. Alikuwa akiishi barabara 17 karibu na Balahaji Lumumba Street. Mimi sikuwa mpiga ngoma, bali ilikuwa nikimwona mamangu akaenda kwenye Msanja. Kwa hiyo kuna Msanja, kwa sababu mama akaenda kwenye Msanja, lazima sisi atuambie wanangu nenda kwenye Msanja, kaeni na nyumba. Kwa hiyo sisi tulikuwa mmoja hapo, mama akaenda kwenye Msanja. Hata mimi nilikuwa wakati mwingine ninakwenda kwenye Msanja. Mama kumaliza Msanja pale, basi mimi narudi. Kwa kweli Msanja ulikuwa ni tegemeo sana sana katika vizazi vijavyo wangeija kama Msanja unavyofanya. Sababu Msanja ilikuwa kwanza ni wazee wenye heshima zao. Bahero, hebu tusaidie. Mimi nimeanza kukuuliza Msanja. Nashukuru mimi na ujua Msanja na umri wangu nimepita huko kwenye Msanja. Hebu kijana wa leo wa miaka hii 19-20,
ili aelewe msanja ni nini. Hebu mpe. Kwanza msanja, sisi wakati huo ulikuwa wadogo, lakini sasa mimi na miaka 67. Kwa hiyo ndio maana ule msanja ulipigwa. Kwanza huwa kwenye sherehe za harusi unaalikwa msanja. Sawa, mnapika msanja unaitwa pale, watu wanazungusha matarubai kwa heshima ya wale wanawake ambao wamo kule ndani. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu chenye star. Penye star. Kwa hiyo unapigwa msanja pale, hakuna fujo. Wale wenye harusi ndio wanatoka pale wanakwenda tunza tu na kurudi kwenye majamvi na muda kukaa kuangalia msanja na kufanya kazi. Je, umeshachakachuliwa kidogo au bado uko vile vile? Katika 150% umekiuka vile ya zamani. Sawa, lakini sasa ili tuingize 50% tuige wazee wetu wanafanya nini. Haya, tutarudi hapo. Bwana Bazoka. Bwana Hiza amefika. Karibu bwana. Wale salam. Kaifa alaikum bwana Hiza? Habari. Karibu na Hiza. Hebu bwana Bazoka, tupitishe wakati unaanzisha Baikoko wewe. Nia yako ilikuwa nini? Hiyo wakati naanzisha Baikoko, nia yangu ilikuwa nzuri sana. Na shule ya Baikoko ni kwa yachezo astara. Sawa, walikuwa na Baikoko yachezo na kina mama, watu wazima. Imekuwa Baikoko vipiga Baikoko, lakini hivi sasa Baikoko imeharibiwa. Sasa kabla hujatuambia ilivyoharibiwa, hebu tuambie Baikoko hiyo wakati unaianzisha. Kwa vijana ambao wanasikiliza, wajue Baikoko ilianza kwa sababu gani, step za Baikoko zinakwendaje, na kama ni wao kuiga wajue ni kitu gani tunataka wafanye. Sisi Baikoko tumepiga kwa nia nzuri. Tumepiga Baikoko, tumeanzisha chama kile tupige kama burudani. Watu wachezi waangalie, wakae kwenye majambo waangalie kwa mama anapocheza ngoma, wakaangalie. Kwa hiyo Baikoko ikipigwa inatakiwa watu wengine tukae kwenye majambo. Na wanaocheza ni wote au anaruhusiwa mtu kucheza? Kwenye Baikoko mtu anaruhusiwa kucheza. Lakini sana kucheza na wanawake. Wanaocheza kwenye Baikoko ni wanawake. Sawa. Bwana Hiza Makau, hebu tuambie taarabu, Tanga Modern Taarabu na taarabu yao wakati unaianzisha. Mimi wakati naianzisha nilikuwa maadili mengi yasharidika. Tanga Modern Taarabu imeanzishwa mwaka 2024 tarehe 25 mwaka mmoja sasa. Kwa mpaka mimi naanzisha taarabu kwa tayari wa maadili nyumba. Kabla kuanzisha Tanga Modern Taarabu, mimi nilikuwa na beni na mwenzangu anaitwa Bigula. Mimi nilikuwa kama manager pale. Ndio hivi vitu zote ambazo unaziona zilikuwa zinaandaliwa kina Jacopa, nini ndio fuanda kuleta ta. Baada ya kuona kuna uhitaji sasa, bendi ziko chache na kuna uhitaji wa watu, bendi ni chache za kwenye mashule. Ndio mimi nilianzisha Tanga Modern Taarabu. Lakini mpaka nakuja kuianzisha tayari uko nyuma maadili yashafanyaje? Yasharidika. Sawa. Twende kwa MC Aisha. MC Aisha, umewasikiliza wote waliotupitisha. Ametupitisha kwenye msanja, tumepita kwenye Baikoko, tumepita kwenye Tanga Modern Taarabu. Hebu tuambie unavyoiangalia sasa hivi, kwa huu muda unavyoiangalia, bado tumesimama kwa wanachokisema Bahero na Bazoka kwenye maadili CD? Asante, ni swali zuri kwa sababu katika hizi ngoma zote ambazo zilizotajwa hapa, mimi ni members. Okay. Kwenye taarabu nipo, kwenye msanja ni mwimbaji wa huo msanja wenyewe. Kwenye Baikoko pia ni mwimbaji kwenye hiyo Baikoko yenyewe. Lakini pia mimi pia nina ngoma. Na ngoma pia. Kwa hiyo kwa vitu hivyo vyote vilivyokuwa hapo vote nafanyia kazi nyingi. Sasa alituambia Bahero, msanja ulivyokuwa unachezwa ilikuwa watu wote wanakaa chini, wanawake ndio wanaoingia. Sawa. Ametuambia pia Bazoka kwamba mwanzo ilipoanzishwa Baikoko ilikuwa ni wanawake, watu wanakaa chini, wanaoingia kucheza ni wanawake. Sawa. Nipe na hali ilivyo sasa hivi.
Ikweli mabadiliko ya zamani na sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Msanja hapo zamani ilikuwa hivi, kwa nasema watu wanapiga walikuwa ni watu wazima, na mdundo wa zamani na sasa hivi pia ni vitu viwili tofauti. Labda alikuwa zamani uchezaji wake sio wa kiuno, ni wa pembe na bega. Sasa hivi mdundo unaopigwa ni wa kukatika kiuno, ni wa kiuno. Zamani msanja, mzunguko walopiga pembe ilikuwa ni watu wazima. Sasa hivi umebadilika, walopiga pembe ni wasichana. Kwa hiyo mdundo umebadilika na upigaji wa pembe umebadilika. Ukibadilisha mdundo ni kwamba lazima hapa katika wasichana watakatika, kwa sababu ni tofauti ya upigaji wa sasa na wa zamani. Ni modern. Yaani tumetoka kwenye ule uzamani kwamba kuna umri fulani ndio unaotakiwa kucheza msanja. Yes. Sasa hivi ni yoyote anayejisikia kucheza msanja anaingia kutokana na mdundo umebadilika. Napata kwamba zamani ulikuwa boring, sasa hivi umechangamka. Au wa zamani ni vile walikuwa wanacheza watu wazima na walikuwa wanapigiwa hizo ngoma, huo mdundo ulikuwa ni kwa sababu waweze kusukuma miguu yao polepole, taratibu, bega na mkono. Lakini sasa hivi ni mwendo wa haraka, mbele stembea. Hebu tuje kwa baikoko. Hebu tupe tofauti ya baikoko wakati inaanza na leo. Wakati inaanza baikoko unakuwa tu, yani ninaosiwaini kwa kwanza baikoko ni nzuri zamani, na hivi sasa baikoko imeharibika. Unaposema imeharibika, vitu gani vipya vimeingia? Hivi sasa vimeingia kina ndugu zetu wa kike wadogo. Unajua baikoko wanachukua cheza vibaya. Wacheza vibaya. Nipe tofauti ya ubaya, nipe tofauti ya uchezaji. Uchezaji kama mtu ana dera lake mrefu, basi mwenyewe kama kucheza cheza. Kuna zamani kwa cheza kina mama watu wazima. Kwa ni watu wazima. Sawa. Tu mwenyewe akachukua dera lake mwenyewe kalitachowekea hapo tu mwenyewe cheza ngoma. Akachukua kanga mwenyewe kafunga cheza ngoma. Umjundi kuvua nguo wala kufanya taratibu. Ndio bwana. Lakini hivi sasa kina hao ndio hivi sasa baikoko imeharibika, watu wamevaa mitandio tu. Au nguo imechona kwa konseri paka hapa. Nasikia kuna nguo inaikwa maji. Anakupanda juu ya meza. Hiyo kutupanda juu ya meza si tofauti. Hiyo kwa maji ni mtu akitaka mwenyewe kama hivyo. Yaitwa koko maji. Koko imeharibu sasa. Wakati unaona koko baikoko inatoka kwenye koko inakwenda kwenye koko maji. Niambie kama mwanzilishi, nini kimekupiga? Mimi kimenipiga. Lakini sasa kuna watu wenzangu mimi niliopiga mimi alikuwa hapo ngoma nilikuwa na omba kufanya vile kwa mimi lazima ngoma. Lakini ulikuwa unazima ngoma. Lakini sasa wenzangu wanaopiga sasa kwa mtu kufanya vile ndio wana raha, azisha wajata wana raha ni vipi sasa? Kwamba viuno vya zamani na sasa hivi ni tofauti. Tupe kwa maneno yako. Kwa sababu viuno vya zamani na sasa tofauti vipi? Naweza kuchukulia mfano, zamani kulikuwa na ngoma ya ndani ambayo inaliko tu kwenye maharusi, ambayo iko chumbani, ni wanawake tu, wao wanachukua kanga na kujifunga kwenye kiuno na kucheza taratibu fuata mdundo. Na pale sisi wakati kwa vijana tu kwenye madirisha tuachungulie zile ngoma za ndani. Zilikuwa hazichezwi hadharani. Ni chumbani tu. Sawa. Lakini sasa viuno vinakuja vipi? Mtu acheza kiuno aweza akavaa nguo 6-7 ili aonekane makalio makubwa, ili avutie watu na kuanza kulala chini. Sasa hiyo tofauti mbili, viuno vya zamani ndio vya sasa. Vya sasa ni sifa ili asifiwe kwamba yule ana mzigo, anacheza vizuri. Kwa hiyo thamani ya mchezaji sasa hivi imetoka kwenye kiuno imekwenda kwenye kiuno na makalio. Sawa kabisa. Najaribu kuelewa cha kufanya, lakini bado nina maswali mengi. MC Aisha, hebu niambie, zamani ilikuwa tunaona Shakila akiimba
watu tunaingia tunakwenda kutunza polepole. Yani kulikuwa kuna kuringa kwa kupeleka mwili wako polepole, lakini sasa hivi hizi vurugu, alafu pia mwelekeo umebadilika. Zamani walikuwa wanasimama kucheza taarabu, kucheza baikoko, kucheza mzanja, walikuwa ni wanawake tu, lakini sasa hivi imekuwa ni kitu cha kila mtu. Hebu tuambie Prosy, wewe unasemaje? Nijibu kwenye swala la taarabu, si ndio? Swala la taarabu, nyimbo ziko aina mbili. Kuna nyimbo za aina ya kwanza ambazo leo kinashakira siko taratibu mno, ambao pia mtu hawezi kunyanyuka akaina kucheza. Unasikilizia tu pale pale Au unajitikisa hivyo pale pale kwenye kiti. Hiyo ni aina ya kwanza ya nyimbo ambayo ndio hizo za zamani za kina Shakira. Labda ndio imekunogea, utanyanyuka, utakwenda kutunza, lakini utarudi kusikiza yale mashairi. Nyimbo ya pili ni nyimbo za mchaka mchaka. Zile za mchaka mchaka huwezi kukaa. Cha kwanza, tayari kuna ulevi kichwani umeshaingia, maadili yaanza kubadilika hapo. Ulevi wa kwanza ni mirongi. Ulevi wa pili ni hizo suke ivanti sio na vitu gani. Unaposikia ile nyimbo ya kuchangamka na wewe mwili tayari umeshachangamka, maadili ndio yanaanza kuvunjika pale. Uchezaji unaanza kubadilika pale. Hakuna cheza kutikisa ni kichwa. Mwanamume atatingisha kiuno, mwanamke atatingisha kiuno. Bado kuna watoto mchele ubwabwa ulioingia sasa hivi wa watoto wa kiume. Ikiimbwa nyimbo taratibu, hakuna mchele utakuwa kasimama kucheza, kwa sababu atajiuzaje au ataonekana vipi? Anataka acheze kwenye nyimbo iliyochangamka ili aonekane ile maadili yake kwanza ni ya kimchele. Pili, mlevi alokolewa na pombe na mirungi ajionyeshe kwamba pia mimi nimenyanyuka na kichwa changu kimeshatimia na mwili umeshachemka. Hebu naomba mniambie, mie si ndo wenyeji wa Tanga. Bwana Hiza, we kijana, hebu niambie, kila anayetoka tu, hatujui tunamsema nani hapo, lakini mtu anatoka kwake anakuja huku, wengi tunakuja na malengo gani? Cha kwanza nimesikia kuna kujiuza. Cha pili, wengi wengine wanatafuta sehemu za kuja kufanyia mambo yao, kama mtu akachukua mwili wake sasa sema ambapo changamka ndio anakuja pale. Na kiukweli huko ni taarabu na vijana ndio kumechangamka sasa hivi kuliko vijana sasa hivi wako kwenye maklabu. Ukienda klabu utakuta kijana ni mgeni wapewa vioni au wapi, lakini wengi vijana sasa hivi wa Tanga wote wanapenda taarabu. Wote wanakwenda kwenye taarabu. Wote. Na baikoko. Wanakwenda Na pia hiyo imechangia vipi? Ndio tu wa Tanga starehe ni chache. Hatuna starehe. Disco Tanga ni ya kuhesabika. Aidha klabu ziko mbili nadhani. Live band kama utaipata Tanga Beach na ina siku. Umeelewa? Na Sabasaba. Au nyumbani hoteli imeongezeka. Amna, hakuna. Ina maana live band utazikuta sehemu hizi mbili. Na ukule wanakuwa ni wageni. Na pia wageni wenyewe sasa hivi wanauliza pia, burudani Tanga unaipata wapi? Anaambia burudani Kijamvi. Kwa hiyo kama mahali inapigwa baikoko, tuna watu karibu 1000. Ano upati. Njoo kwenye Kijamvi. Kwenye Kijamvi. Kwenye Kijamvi ndipo mahali watu wanapomemina. Kwa sababu baikoko haipigwi kama Kijamvi. Baikoko utaipata kwa mwezi, labda imepia siku hizi mbili. Lakini baikoko ni mwanzo wa mwaka mpaka Kijamvi. Ni mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka. Kila full every ndio hiyo Kiingereza, full every day 24/7. Yes. Na katika hiyo watu wanaopenda kwenda zaidi ni vijana, ni watu wa umri gani? Ningetamani tujue umri. Kwa umri? Wengi wanapenda ni vijana. Vijana. Hili kama unaona mimi kushuka chini. Miaka 40 kuja chini. Hawa watu wazima sasa hivi hawaendi kwa sababu shaona watu vijana wameshaingia. Wengi na zile nyimbo zao unazitaka pia hawazipati. Ni vijana sasa, na vijana Ushana roho. vijana ndio tatizo, ndio hizo. Mtu anamke mwenzie makutano ni buku.
Mtu sio anataka kufanya birthday, sasa hivi asifanyike kwenye maklabu, nafanyika huko. Mtu anataka kumtoa mwanae si usiku wa zawadi, mambo ya harusi, watu wanakutana huko. Na hata sisi kina mama ambao tunauza maduka ya vijora, riziki tunazipata kwenye kazi za mataarabu. Ndio kuna kuuzika sare, sio klabu. Kupande mwingine ni ajira. Ajira inayoua. Sababu mtu mwingine anakuja, mwingine anauza kuna kitu kinaitwa kasusi, anakuja anauza pale. Kuna mtu anauza binzi anakuja anauza pale. Kuna mtu anauza tatuaji, PK anakuja anauza pale. Yaani mtu kiondoka pale kile wanaondoka na chochote kile. Alafu isitoshe kuna gari zao maalum za vinywaji. Kuna hizi twaje maguta. Imepambwa vizuri kabisa. Vinywaji viko pale na vitu umepewa pale. Wanywa kuangalia. Sasa ukikolewa pale kunywa utakwenda kwenye fujo. Zamani kabla kwanza hii nani model. Kama tulivyosema kama tarabu kwa zipo za kina Bi Mwanaela, watu na Shakira, watu na ngozi zinapigwa. Lakini ilivyokuja hii model sasa ndio kuja na rip. Na zamani tulisema vijana hivi, hata mimi wakati naanza kufanya hizo vijana tulikuwa tunakaa kama hivi. Tunaweka mito tunakaa na sasa hivi tunakuja kupangwa viti kabisa. Yaani vijana hivi hakuna tena. Sasa yaani kaja vingine tunalitumia lakini hata tulifute. Tuko juu ya viti. Sasa hivi vijana hakuna tena. Unaenda kwa tarabu mwanzo mwisho kuna jambo hata hii ni viti letu. Vijana wamekaa na mke wao na mume zao na kunywa. Je, wanaoharibu taarabu ni wale wenye harusi au ni watu ambao wanatoka mbali kuja kuharibu taarabu? Watu wanatoka mbali. Mbali. Kwanza ngoja kwa mmoja. Kama kijana kwa bidula. Wanaenda kwenye harusi. Mtakwanya hiyo harusi mko 30 lakini utakuta alumati karibu watu 300. Je, tutumia njia gani kwamba hiki kijabi jamani ni chetu sisi? Unakuta wengine ndio shaandaa shughuli yake. Anaomba piga chumbani. Labda na anamuoza mwanae. Anazungusha maturubai. Sawa, hiyo ndio tunavutaka sasa. Ni gharama. Yaani lakini kwa sababu ile turubai sio kuzungusha ni gharama. Je, gharama. Lakini inakuwa wanakuwa na usalama huko ile wanafuacha ile open. Ndio hapo sasa tufanye nini sasa? Tuwabane hawa wenye harusi. Kuwabana kuwapigana ni uongo. Kuwabana uli wasije ni uongo katika kijavi. Watakuja. Yaani maana kwa hiyo kipiwa nyoko washapiwa kesho tuko mahali fulani. Hali mniambie. Au tutoke kwenye mali kwa sababu unaona kama polisi wamechukua hii taarabu ndo kama imevunja mali. Anti Sadaka, wataka kipindi chako haswa kiwe kina uhalisia. Tutoke mpaka 7:7. Twende 7:7 kijiwe kule. Yaani usiku. Sasa tunataka kuona maadili kwa sababu polisi wamechukulia swala la taarabu ndio linaharibu. Tutoke mpaka 7:7. Jamani, mimi nasubiri. Twende 7:7 ukaone maadili Tanga yanavyoharibika. Mtu kajenga baa yake, hakuambia ujifanye fukska. Sasa kuna mazingira pia. Au mkusema? Kwa nini sikwambia tuende Benibisto? Mbona? Maadili ya Tanga yanaprovoke kwa sababu elimu pia watu hawana. Mtoa elimu kwa vijana misikitini, makanisani, tukemee. Kwa nini sehemu nyingine wanalinda? Hapo Frozani, ni ukikuja unashikwa, pekwa. Hapo takiwi. Na kuna watu wei. Kwa nini 7:7 haifanyi kazi? Inatuharibia watu wetu wa kiume. Mji umekuwa na mashoga wengi. Wanaume wanaacha wake zao majumbani na kuchukua malaya. Kina mama tunaacha watoto maduwa kunyonyesha. Tuna 7:7. Hapo unakosea, unapokosea. Hapo sema wanaume tu watoka majumbani tu malaya kwani katumwa. Eneo linaruhusu. Sio kama kokatumwa. Tapute, tapata. Kaka. Kwa kweli mnastaarabu kule kusikina. Na sasa ni bora soko mwenyewe kutafuta na. Kwa hiyo ina maana wanawake wengi kuliko wanaume. Hapo. Inalilahi. Namazi tupe libasi wanawake. Tuwape elimu wanawake. Tunasema kwamba hiyo 7:7 iko na kila mahali iko, ni watu na tabia zao na maadili. Ni vipi hatarishi? Ni vitu gani ambavyo viko vinaifanya Tanga kuwa mahali hatarishi pa haya mambo kutokea kila mahali? Sasa tunaiga. Kwa hiyo mabadiliko yote maadili tunaiga. Hasa TV hizi na nini tunaiga na sisi tuige tuonekana tunaona kileo. Lakini kumbe tunawetikiwa.
tukiwa tunaenda kufunga, natamani washiriki kila mtu aniambie jambo moja. Tumeona vurugu ziko nyingi sana, lakini tunatamani Tanga neno Kijamvi Salama ni neno la jumla, lakini kama nilivyosema tangu mwanzo, Kijamvi ni mahali ambapo lifestyle ya Tanga inakutana, mitindo yote ya maisha inakutana. Sasa tufanyeje ili katika lifestyle ya Tanga mambo yawe safi na salama? Hebu anza Aisha. Mimi cha kwanza, Kijamvi Salama kama tuko kwenye hiyo mipaka yetu. Kwanza tulinde mipaka ili tupate Kijamvi Salama na watu pia walikuwa salama na jamii yetu pia ilikuwa salama. Sawa. Dada Hiza. Mimi nadhani nikusome tu maadili. Kwa hiyo huko nyumbani kutoka zote cheza kwa mbele wao. Asante sana. Na kitu kibaya najua jamii nyingi unakuta baba na mama wanakuwa hapo pamoja. Hilo ni tatizo. Jamii na kwa sababu unakuta mtoto wakati malezi ya baba na mama pamoja. Kwa hiyo unakuta wengi wanaharibika. Mtu anatoka kama haenda kwa rafiki yangu anakuambia yeye pakatia rafiki ni nani na yuko huyo. Wakati gani na anaishi vipi na wafanyakazi wao. Kwa hiyo ni vitu vya kufuatilia. Tufuatilie na watoto wetu. Asante sana. Nikabazo? Mimi sina kusema. Sasa mimi Nikabahera mtu mmoja hivi sasa. Zamani ulikuwa mtoto anamwogopa baba, sasa baba anamwogopa mtoto. Mtoto akaamua lake, mzazi sasa hana la kusema. Mimi naondoka, mwanangu sijui nani, ataondoka kweli? Au mzazi mwenyewe kwa sababu hali yake ya duni akajua leo mwanangu hakika akitoka mimi kesho nitapata kula. Kwa atatoka yule mtu wa kike, atakwenda kwenye Kijamvi, akija mama ila chai hapa. Je, utaweza kumkanya mwanao? Uwezi. Tukae na watoto wetu, tuwape maadili ya kizamani. Tusifuate maadili mengine kwamba mtoto ndio ananilisha. Ndio langu tu, wazazi tuwakamie watoto wetu. Alafu pili, migogoro ya wazazi nao pia inasababisha. Kwa sababu utakuta mtoto kakimbiwa na baba, yuko mama peke yake. Atafanya nini? Kwa hiyo mtoto lazima naye pale angalie, je, jinsi gani naweza kumsaidia. Kwa hiyo nao migogoro ya wazazi mimi nao pia inasababishia kuporomoka kwa maadili. Zamani sisi wazee wetu walikuwa kigombana na gombana chumbani. Wakitoka hapo huwezi kujua, utakuta mama kasirika lakini kwa jikoni anapika. Mpaka muulize mama, mbona umekasirika? Na hakuambii. Lakini kaja baba huko kalewa, kisa kuwekewa tu mandazi, ataanza matusi Sasa wewe mtoto maadili atakuwaje? Hamna maadili. Kwa hiyo tukemee wazazi wawe na maadili mazuri, kama mambo ya faragha wayafanye chumbani bila watoto kujua. Asanteni sana. Kwa kweli tumemaliza vizuri, na washukuru sana. Nakushukuru sana Bwana Hiza, Bahero, Bazoka, MC Aisha. Kimekuwa kipindi kizuri. Naamini kanisa ni mwanzo mzuri na tunakwenda pazuri. Asanteni sana. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.